Naweza kulijibia kwa utofauti kidogo. Kwa nini tumekuwa wengi? Kazi iliyofanywa na bunge la 12 tukizungumza pamoja na serikali ya awamu ya sita ambayo Mheshimiwa Rais wa sasa ndo yule ambayo tulikuwa naye. Ni kazi ambayo inaonekana kwa macho. Yani shughuli za maendeleo kwa wananchi kwa bunge lile la 12, lakini kazi iliyofanywa na serikali kwa kipindi kile ni kazi ambayo inaonekana. Unajua watu wanapenda kuona tafsiri ya rais tuliokuwa naye anafanya vitu kwa vitendo. Miongoni mwa mambo ambayo anaweza kufanya uendelee kudumu kwenye nafasi ya ubunge, moja ni kuwa karibu na watu wako. Na kwa karibu ni kuwafikia, kuyajua matatizo ya watu wa Tandaimba. Katani ukimchukua leo, hata ukimpeleka Tandaimba usiku, ukampeleka Nannala, mtoto wa miaka 4 akaamka usiku, huyu nani? Mbunge wetu. Kwa nini anasema mbunge wetu mtoto wa miaka 4? Na kutoka ninapokaa mimi kwenda huko ni zaidi ya kilomita 51 52. Maana yake nawafikia mara kwa mara. Kwa miongoni mwa somo la kwanza la nafasi ya uwakilishi, sio ubunge tu, hata udiwani, ni kuwafikia watu wako. Mimi nimetuma message jana nilipomaliza kwa hapa. Mtu mmoja akaniambia, ulipokuja Ngunja tulikuwa na jambo letu la maji. Hebu lile jambo sasa umesha hapa. Nikamwambia umezungumza jambo jema, tunasubiri serikali pangwe vizuri sasa. Tuanze heka za kukumbushana na wenzetu kwamba jamani, tuna mradi wa maji umekamilika kwa 97%. Sasa tunataka umalizike kabisa, watu wapate maji kila siku. Lakini kikubwa, mbunge kama mimi nalima. Yani ninapozungumza korosho, kiniona nalia kuhusu korosho, kuna mambo mengi na yafahamu kuanzia kwenye grassroots. Mimi naanza kulima mwenyewe, mimi nashika mashine nikapuliza korosho mwenyewe. Kuna wakati ninapotakiwa niokote na okota mwenyewe, kwa sababu kumbuka korosho sasa hivi ni biashara. Yani kulima unalimisha kwa fedha, kokotesha kwa fedha, kufagilia kwa fedha, kubeba kutoka shamba kupeleka nyumbani kwa fedha. Kwa kila kitu kwenye korosho sasa hivi imekuwa ni fedha. Kwa hata pale mtu anaposema fedha inapatikana kubwa, kwa mimi ambaye nailima korosho nafahamu kwamba hapa pana weakness. Ndio maana nikakwambia nasubiri mambo yakae sawa, na reform kubwa naenda kuishauri serikali tuifanye kwenye korosho ili watu waweze kunufaika na zao. Na labda kwa uchache tu, shida ya korosho ni nini? Tunakumbuka maana hata tangu serikali ya awamu ya 5 ilikuwa mpaka bungeni kawa mzozo mkubwa sana kwenye kuhusiana na korosho. Kwa namna kuna vitu tunavifanya ambavyo hatuvifanyi kwa namna tulivyojifunza. Nataka nikupe mfano wa stakabadhi ya ghala. Ndio mfumo ambao sasa tume-implement kwenye mazao yote. Kwamba ni lazima tuingize mfumo wa stakabadhi ya ghala. Kwamba mazao yaende kwenye maghala makuu au yapite kwenye ushirika alafu yaende huko. Sasa ule mfumo nilipata bahati mwaka 2006. Kwenda kujifunza mfumo wenyewe ulivyo. Ule mfumo unataka mkulima anachukua korosho anapeleka kwenye chama cha msingi. Ikiwa ghalani anapewa risiti. Ile risiti walivyokuwa wanafanya wenzetu wa Ethiopia, inamfanya mkulima kutoka nayo kuipeleka benki, inakuwa kama ndio dhamana yake. Akiwa anasubiri soko liwe limekaa bora ili auze korosho zake, benki anachokifanya ana hold ile risiti, anampa fedha ya kujikimu kwa kipindi kile. Kwa tafsiri yake ni nini? Ni kwamba kama tungekuwa tunatumia mfumo vizuri, hiyo inaitwa kangomba isingekuepo kabisa kwenye mazao yote. Kwa sababu tayari mkulima angekuwa na assurance kwamba mzigo wake uko pale unasubiri bei bora, na benki imempa fedha akiwa anasubiri kuuza mzigo wake ili aweze kurejesha fedha zao, na tayari ni security kwa sababu iko sehemu salama ambayo inasimamiwa na serikali. Hatujawahi kufanya kitu hicho kabisa. Kwa tutapokwenda kupeleka hoja binafsi, tutawaambia sisi tulopata bahati ya kusoma mfumo wa stakabadhi ya ghala unataka uendeje, na kuishauri serikali tena kama kuna uwezekano watu warudi darasani wakaujue mfumo huu. Ulanguzi na mambo mengine yote yanapotea automatic. Kwa sisi tunatiririka, na mara hii tumeenda kuizungumza ilani. Yani hakuna tulipopita tukaanza kuwaza la kichwani. Tumegawa ilani, mimi kwenye jimbo langu nimegawa ilani zaidi ya 10,000. Kwa wananchi wana document tayari inayoeleza kwamba miaka 5 Chama cha Mapinduzi na serikali yake inataka kufanya 1 2 3. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi sina mashaka nacho. Ndio maana Mwita ameeleza vizuri kwamba tunapotaka kuzungumza sasa, si tayari tulishayaandika. Tunawaangalia wenzetu waliopewa instrument, mawaziri. Je, wanaisoma ilani? Tandaimba tumesema Chaume tunaenda kujenga kituo cha afya. Tunatizama miaka hii 2 kituo cha afya kipo Chaume, kituo cha afya kipo Nanyanga, kwa sababu tayari ni vitu ambavyo tumeshaweka mipango yake.